Tutaanza mkutano wetu. Habari za jioni, mabibi na mabwana. Tunashukuru sana wote kwa kutenga muda wenu jioni ya leo na kuweza kuhudhuria kipindi chetu cha leo, ambapo tutaongelea kuhusu jinsi ya maziko na mazishi ya Kiislamu na taratibu zote. Ikitokea mtu kwenye imani ya Kiislamu, mtu amepata msiba, jinsi ya kujua kwenda na yani kutoka mtu anakufa mpaka kuzikwa na zote taratibu zote. Na leo tuna mgeni maalum ambaye atazungumzia kuhusu hilo. Hii session yetu tutaanza na dada Sara ambaye atatupa somo kidogo, mustasari kidogo kuhusu nguzo. Nguzo ni nini na nguzo inafanya nini na nguzo haifanyi nini, ili tukienda tukisikiliza kutoka kwa mgeni wetu leo rasmi, tutaweza kuelewa jinsi nguzo itavyosaidia na jinsi umuhimu wa kujiunga na nguzo na jinsi utavyofaidika ili kukamilisha mazishi ikitokea mwenzetu amefariki. Kutakuwa kuna kipindi cha maswali na majibu mwisho wa hii session. Kwa maswali yote tunaomba mweke mpaka mwisho, au unaweza ukaweka kwenye chati, tutakuja kuyajibu mwishoni. Alafu pili, hii session yote itarekodiwa. Kwa hiyo mtu unaweza ukaisikiliza tena baada ya session hii ikiisha, kama utataka kusikia ili kuelewa vitu vilivyodiskasiwa vizuri, au unaweza ukashare pia na mtu ambaye ameshindwa kuhudhuria au mkutano, na tutaweka recording yote kwenye website yetu ya Nguzo. Kwa hiyo karibuni sana na tunashukuru sana uwepo wenu hapa. Napenda kumkaribisha dada Sara ili aendelee na mkutano. There we go. Mnanisikia sasa eh? Tunakusikia. Tunakusikia. Okay, nashukuru sana. Mimi naitwa Sara Chuma na ni mmojawapo wa volunteers kwenye Nguzo na mmojawapo wa wanzilishi. Nitawapitisha kidogo kwenye Nguzo one on one kwa sababu sina uhakika kama wote ni wanachama wa Nguzo, kwa hiyo angalau ukitoka hapo ujue moja mawili matatu kuhusu Nguzo itself. Da Joyce, naomba nipeleke kwenye next page. Next page. Yeah, that's it. Kwa hiyo tutaanza na what is Nguzo. Yaani kwa kifupi, Nguzo ni jumuiya ambayo tumeitengeneza, ni hiari kabisa kwa mtu kuingia Nguzo au kutokuingia Nguzo. Na nia na madhumuni ni kusaidiana wakati wa vifo. Ilianzishwa Nguzo mwaka 2000 hapa Ontario kwanza ndio ilianzishwa, na kwa sasa hivi Nguzo iko registered federal government. Kwa hiyo watu wote wenye asili ya Kitanzania walioko Canada popote wanaweza kujiunga kwenye Nguzo. Sasa kuna nia na madhumuni hasa iliyosababisha hii Nguzo kuanzishwa. Nia na madhumuni ni kwa sababu tumekuwa na matatizo mengi sana kuhusu masuala ya misiba, lakini sio tu misiba, mazishi kwenye misiba. Na uhakika wenye jumuiya yote ya Watanzania kuanzia East all the way to West au hata other countries watakwambia tatizo kubwa ni pale ambapo mtu akishafariki sasa kumzika, na ni shida kubwa zaidi pale inapobidi ndugu, jamaa, marafiki, familia wakitaka kusafirisha kupeleka nyumbani. Hiyo inakuwa tatizo kubwa sana. Na baada ya matatizo mengi tukaona kwamba kunawezekana kuwa na suluhisho, kwa sababu Watanzania tumekuwa wengi Canada sasa hivi unlike 20-30 years ago. So hii Nguzo imeanzishwa hasa kwa ajili ya kubadilisha mfumo na mwelekeo tunavyo shughulika na masuala ya end of life au masuala ya mazishi, mtu akishaishi na amemaliza maisha yake hapa duniani. Kwa ajili hiyo basi, kama wanachama wa Nguzo, nia yetu ni kwamba msiba ukitokea umetokea, lakini kama uko ndani ya Nguzo unajua kuna njia ambayo itasaidia ndugu zako waliobakia waweze kufanyaje kukusaidia kukuzika wewe. Na pia kwa sababu unajua uko ndani ya Nguzo, unajua wastani kiasi gani utapata wakati wa mazishi. Na kwa sasa hivi tuko katika lengo kubwa sana la kufikisha wanachama 400, na tukifikisha wanachama 400, ukitokea msiba tunaweza kulipa 10,000. Unaona, na baada hapo tutaweka lengo jipya na tutaendelea kukua. Nia na madhumuni tuweze kufikia kile kiwango ambacho at minimum kitasaidia kuzika au kusafirisha kupeleka nyumbani.
Pia ukijua kwamba kuna hela, unaweza ukaandaa kwamba nataka nizikwe namna hii, nataka nirudishwe nyumbani, nizikwe hapa hapa, niwe cremated, mimi ni Muislamu nizikwe Kiislamu, mimi Mkristo nataka the whole nine yard. Utaweza kufanya hayo maamuzi mapema. Next page. Okay. So naomba nizungumzie kidogo kwa nini ni muhimu kujoin kwenye nguzo. Kama nilivyosema awali kwamba sio lazima, ni hiari, lakini wote ambao amesha kupitia msiba anajua ukipata msiba, cha kwanza unapata shock, alafu unakuwa kwenye emotion paralysis literally, alafu ku make decisions sio shida kama kuna pesa, unaona. Kwa hiyo hatuwezi kuzuia wewe kupata shock, hatuwezi kuzuia wewe kuwa emotional, lakini nguzo itasaidia wewe ku make decisions kwa wakati unaotakiwa na jinsi unavyotaka. Na pia unakuwa na ile jumuiya wana nguzo wa kuweza kukubeba. Sasa kuwa mwana nguzo kunakuwa na wanasema nini, kuna vigezo vya kufanya uweze kuwa mwananguzo. Sio mtu yote anaishi Canada anaweza kawa. Lazima uwe, ukiangalia kwanza kwenye Canadian, lazima uwe ni either citizens or permanent resident. Kwa hiyo hapo kuna mambo mengi ya kuangalia. Citizen sio tatizo, linajulikana. Wewe ni Tanzania, citizen wa Canada iko open and clear. Lakini pia kuna masuala ya una student visa, huko hapo unasoma miaka 4 au miwili, alafu wewe una labda work permit, temporary resident, whatever that is falls, wewe tayari upande wa Canada, that's what we look for. Na ukiangalia upande kwa Tanzania, lazima uwe na Tanzania of origin. Kuna njia tofauti, unaweza kuwa umezaliwa Tanzania, unaweza kuwa na watoto ambao wewe Mtanzania, watoto wako, wewe Mtanzania, partner wako ambaye sio Mtanzania, lakini mko pamoja, you are partners, you are married, na kwa hiyo inakuwa that's part of it. Pia mkwe wako, mama mkwe wako, ambao kawaida ni mzigo wetu, tunawalea wazee wetu, kwa hiyo hao wote wana qualify. Next page. So nyingine tunaangalia sasa nguzo ina operate vipi. Nguzo ni very simple concept. Kwenye nguzo hela inayopatikana inatokana na wanachama. Hiyo ndio sehemu ya kwanza. Hakuna donation kutoka serikali, si ya Tanzania wala ya Canada inayotoa msaada au kuongeza hiyo hela. Na pia nguzo inaongozwa na katiba ambayo inapatikana kirahisi sana katika website yetu ambayo ni nguzo.ca. Alafu pia nguzo inavyo operate kuna kuwa na mikutano tofauti tofauti. Baadhi ya mikutano ni ya elimu kama huu ulio attend siku ya leo. Pia kuna mikutano kujadili masuala ya nguzo, kama tunataka updates, kuongeza, kupunguza vitu fulani. Alafu mkutano ambao ni mkubwa sana ambao tunahimiza wananguzo wote ku attend ni general meeting ambayo inafanyika mara nyingi mwisho wa mwaka. Next page. Next page tunaangalia sasa swala la membership fees na jinsi ya kuregister. Kuregister nguzo ni kitu rahisi sana. Unaingia tu nguzo.ca, kuna kibutton pale, unabonyeza registration, tayari ushafika kwenye page. Okay, unaweza kuregister. Kwa hiyo inafanyika mtandaoni. Gharama, kuna gharama ambazo zimetenganika katika sehemu mbili. Kuna ya watu wazima. Watu wazima wanatoa $60 ambayo ni $50 ndio initiation fee, registration fee, na $10 ni annual fees. Watoto wadogo, na katika nguzo watoto wadogo wanahesabika 21 kwenda chini. Kuna vigezo vilivyoingia vikasababisha ikaamuliwa hiyo miaka 21. Watoto wengi wako shule mpaka miaka 21 ndio wanaanza kazi. Haya, watoto under 21 wanalipa $20 tu. Malipo yote yanafanyika online kwenye e-transfer ambayo email yake ipo, malipo@nguzo.ca. Baada ya hapo unasubiri, ukishamaliza yote, umeregister form, umelipa kila kitu, inachukua siku 90 kwa wewe kuwa mwanachama hai sasa. Na pia sasa hivi tuna intention kwa ajili ya kupromote watu au kusaidia watu kujiunga. Tunaangalia swala la kuweka registration tutorial online, na pia mwezi huu wa pili tutaweka baadhi ya registration clinics, meaning mmoja wetu ataingia, atakaa kwenye website, kwenye ni Zoom, na wewe una join in, basi kwa pamoja tunakusaidia uweze kujaza mpaka mwisho. Ukimaliza imeisha. Next page. So payout, umeshakuwa mwanachama, siku 90 zimeisha. Sasa imetokea mmoja wetu wao wana nguzo hai amefariki. At that point sasa lazima vitu vya kwanza ambavyo ni muhimu sana, lazima tuhakiki kifo, kwa sababu utapata taarifa
lakini taarifa si kamili kama vyombo vinavyohusika havijatoa yale makaratasi yanayosema kwamba fulani bin fulani siku fulani tarehe fulani muda fulani amefariki. Kwa hiyo hicho ni kitu ambacho ni muhimu sana, ambacho lazima kwanza tukipate kuhakiki, na tukishajua basi hapo imehakikishwa kwamba kweli fulani amefariki na tuna proof, okay? Basi hapo ndo tunaanza processes za kutoa hela, na nia na malengo yetu makubwa sana ya kuhakikisha kwamba payment is out within 72 hours as quickly as possible. Kukiwa kumechelewesha, inamaanisha sio nguzo iliyochelewesha, ila kupatikanaji kwa makaratasi hayo ya uhakiki ndo kumechelewesha. Alafu ambacho kinachotokea baada ya kila kitu, process zote payment zimetokea, nguzo haikai na document yoyote ya marehemu, huwa kila kitu kinakuwa deleted. Sasa malipo ni kiasi gani? Malipo, kumbuka kuna group mbili, la watu wazima na la watoto. Kwa hiyo watu wazima, mtu mzima yoyote mwananguzo akifariki, kila adult member atatoa $25. Kwa hiyo malipo yetu au ukubwa wa lile fungu litakalotolewa inategemeana na wingi wa members. Kwa hiyo jamani, mlioatendi hapa, watu mnawafahamu, mkitoka hapa leta mtu mmoja wawili kusudi tuwe wengi, the more we are the better. Alafu cha pili, mtoto mdogo akifariki, kila adult member atatoa $15. Again, it's the same, the more we are the better. Next page. Okay, kuna vipengele vitatu ambavyo naomba sana kusisitiza na ni muhimu sana kuzingatia. Vipengele hivyo ni wale watoto wetu wa miaka under 21. Hili ni jukumu la mzazi, sio mwananguzo au leadership, ni jukumu la mzazi. Siku una celebrate mtoto wako miaka 21, reach out to nguzo, waambie waweze change membership ya mtoto wako kutoka from a child to an adult. Kwa hiyo age ni 21, ume celebrate 21 years. You all know it's a big deal celebrating 21st birthday. Ikishatoka hapo una reach out to nguzo, una update. Kingine ni muhimu sana update beneficiaries. Jamani, I cannot insist it enough. Hakikisha beneficiary wako ni mtu ambaye unajua either atatoa directions au ataweza kupokea ili fungu. Cha pili, muhimu sana kuweka legal adult. Wengi wetu, sio wote, wana watoto. Kwa hiyo kutokana na emotional side unasema nachukua nguzo, basi mtoto wangu ndio atakuwa ndio beneficiary. Lakini tatizo liko moja, mtoto wako kama hayuko katika age of majority, sio mtu mzima, legal adult, hatuwezi kumpa ile hela, na tukiitoa kwa yule mtoto inavyotakiwa ni kwamba ile hela itakuwa kwa sheria za nchi hii ni zitafungiwa. Kwa hiyo kusaidia na kutimiza lengo la nguzo, please hakikisha ni legal adult ambaye kama hayupo Tanzania basi ataweza kutoa maelekezo nani achukue waweze kumhifadhi mwenzetu kwa heshima na bila matatizo yoyote. Alafu kingine cha muhimu sana, updates zote including emails za kwako, spouse wako, hakikisha zote unazi update, ambazo nazo zinakuwa wapi? Zinatumwa tu online. Just send a simple email to nguzoyawatanzania@gmail.com. nguzoyawatanzania@gmail.com. Now, the next page, please. Thank you. All right. Membership communication channels. Okay. Nguzo inatoa mawasiliano katika njia tofauti tofauti. Hakikisha email yako kwenye nguzo iko up to date. Kumbuka, kama huna uhakika au unataka kubadilisha, basi tuma email kwenye nguzoyawatanzania@gmail.com. Kama mko wawili, wewe na mwenzako, partner, husband, wife, hakikisha kwamba ni vizuri sana kuweka email zote mbili, kwa sababu kama information zinatumwa, mmoja yuko busy, mwingine ataipata. Kingine ni WhatsApp. Tuna WhatsApp group. Hiyo WhatsApp group sio ya kuchat jamani, naombeni msiogope kuingia. As long as una WhatsApp, ingia tu. Tunaita notice board, meaning kuna msiba, meaning kuna updates, meaning kuna information za muhimu, kuna mafunzo, yote tunatuma kwenye WhatsApp group. Very rare tunalifungua kama tunatafuta mawazo
mwelekezo kutoka kwenu, alafu linafungwa tena. It's notice board. As you know, notice board don't talk back and forth. Notice board imepachikwa, umeisoma, imeisha. Kwa hiyo msikimbie tafadhali. Jamani, naombeni kusema hili neno, naomba mnisikilize kama mwananguzo. Nguzo is not responsible for missed actions, meaning kama tumesema unatakiwa kulipa annual fees, tutatangaza, lakini ni jukumu lako kusoma na kulipa. Kama tukisema kuna top up fees, ni jukumu lako kusoma na kulipa. Kama tunatangaza mikutano, jukumu lako kusoma na kulipa. Tukumbuke kitu kimoja, uongozi wote wa nguzo ni watu wazima wenye kazi na majukumu ya kifamilia. Kwa hiyo wanachukua muda wao binafsi kushughulika na hii. Basi tunakuomba na uchukue muda binafsi kusoma na kufuata yale maelekezo. Kwa hiyo tutashukuru sana kwa hilo. Kwa hiyo kwa kifupi, njia za communications ni emails ambazo zinatumwa, WhatsApp group, na wewe ukitaka kucommunicate back unatumia email ya Nguzo ya Tanzania @gmail.com. Malipo yote ya nguzo yanaenda malipo@nguzo.ca. We encourage you to set that up on your e-transfer kusudi iwe rahisi. Sasa hapo kwa kifupi ndio yote unaweza kuyapata, kuyasoma kuhusu nguzo. Ukitaka kusoma zaidi nenda nguzo.ca. Utakuta kila kitu utasoma. Naomba tafadhali nimkaribishe Da Fatma aweze kumintroduce mtoa mada wetu wa leo. Shukran. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habari za jioni wananguzo na wageni mloweza kuhudhuria leo. Sasa kama mtakumbuka, tarehe 13 Disemba tulikuwa na mgeni rasmi kama huyu wa leo, lakini huyu mgeni alikuwa ni mgeni, lakini alikuwa ni mtu ambaye pia amepitia mambo magumu sana kuhusu msiba ambao ulikuwa unamhusu mtoto wake. Tulimwalika mzee Mwawasi ambaye alitupa elimu nzuri sana na mwongozo wa mazishi na mfumo wa jinsi alivyopitia, lakini mfumo wake na mwongozo wake ulikuwa ni wa Kikristo. Alikuwa ni mwema sana kwa sababu alikuwa ametoka kwenye misiba kadhaa kwenye familia, akakubali kuhudhuria na akakubali kutuongoza katika jinsi alivyopitia kwenye msiba mtoto wake na mazishi hayo, kuanzia amepata habari ya msiba mpaka mazishi na kukamilisha kila kitu. Baada ya hapo baada ya kumfurahia sana kuja kutupa mwongozo huo, tukasema basi tutafute mtu ambaye na sisi atakuja kutupa pia mwongozo kwenye mazishi ya Kiislamu. Kikitokea kifo awezi kutupata mwongozo unafanyaje, kwa sababu hii kidogo ilikuwa upande wa Wakristo. Sasa tumempata Sheikh Mohamed Hamdan ambaye amekubali. Tunamshukuru sana kwa kukubali kuja hapa kuongea na sisi. Sheikh Hamdan ametoka Afrika Mashariki, yuko hapa miaka mingi, yeye na familia yake. Amekuwa ni mtu wa kujihusisha sana katika shughuli nyingi za kujenga umoja wetu wa Afrika Mashariki. Amekuwa ni mtu ambaye ni mwalimu mzuri kwenye mambo ya dini na kutoa mwongozo kwenye shughuli mbalimbali kama vile vifo, ndoa, kujiandaa kwenye ndoa, kutoa kwa wanandoa, watu ambao wana matatizo kwenye ndoa au wana matatizo ya kawaida, vitu vya kawaida, na wanaotaka kuoana pia wanaweza kumtafuta Sheikh Hamdan akawatayarisha, akawaozesha. Kwa hivyo basi, na kwenye misiba pia, kwenye harusi na mambo mengine ya kujenga familia, amekuwa ni mtu ambaye ametuongoza sana kwenye community. Nimewahi kuwa naye pamoja kikazi kwenye Swahili Community Association na Canada, na tumefanya kazi pamoja vizuri sana, na ameweza kuijenga community yetu kwa njia kubwa sana. Sasa bila kupoteza muda, naomba nimkaribishe mgeni wetu wa heshima leo, Bwana Mohamed Hamdan, atupe mwongozo na elimu kuhusu mazishi ya Kiislamu hapa nchini na sheria ambazo zinabidi zifuatwe kuweza kufanikisha mfumo huu maalumu wa kumzika mtu mwenzetu ambaye amefariki hapa Canada kwa ujumla. Karibu Sheikh Hamdan. Asante Bi Fatma. Asalamu alaykum. Kwanza nadhani nasikilikana. Ndio nasikika. Okay, vizuri. Nashukuru sana kwa introduction ambayo imetolewa.
Sijui kama nilikuwa na deserve yote alotajwa, lakini naona tusirefushe mambo. Asante. Nafurahi kuwa nanyi. Haya ni katika jumla ya majukumu yetu tukiwa ugenini. Tunafaa kusaidiana za watu tuliotoka sehemu moja. Tunazungumza lugha moja. Hapa kumbe mashallah nafurahi kuwa nilikuwa najaribu kumuuliza Bi Fatma. Tunalazimika kuzungumza Kingwengwe. Yani hii lugha ya hawa jamaa hapa, lakini kumbe mashallah is easy. Ni wenyewe kwa wenyewe. Mimi natoka Pwani, kwa hiyo kukizungumza neno ambalo pengine hamjaelewa, mtu anyanyue tu mkono, tunaweza kulitafsiri. Na Bi Fatma mwenyewe anajua lugha vizuri. Naomba Mwenyezi Mungu anipe wepesi wa kuyazungumza yale ambayo napaswa kuzungumza ili yaisaidie jamii. Nashukuru kupata hii nafasi kwa sababu vile tupo ugenini, majambo mengi yamekuwa ni kinyume kabisa na vile ambavyo tumezoea nyumbani. Hapa ni ugenini, kuna taratibu zake tofauti sana tu. Pengine Kiislamu zinafanana kwa kiasi fulani, na mimi nazungumzia zaidi kuhusu Uislamu kwa sababu sijui sana kuhusu mingine ya Kikristo, pamoja na kuwa tumeshiriki mawili matatu ya ndugu zetu, lakini zile taratibu mimi nakuwa sizipati sana. Zaidi nimebase kwa lile ambalo nakutana nalo mara kwa mara. Likitokezea jambo la kifo kwa Muislamu, sisi kama community huwa pengine tangu mapema vile tunajua kuna mgonjwa, hali si nzuri, family inakuwa inajaribu tunakuwa close naye, karibu naye, ili kumtuliza, kumnasihi, kumpa moyo. Lakini pia wakati huo huo tunapata kuanza kumuelekeza. Unajua si kama unamchuria, lakini sisi ni binadamu na tunajua kwamba kufa kupo. Anaweza apone mtu kutokana na maradhi alionayo, lakini saa nyingine madaktari wanakupa black and white, ndo mambo ya hapa yalivyo. Kwa hiyo you have to prepare yourself in a good time, usije ukawa na surprise ikibidi. Japo kifo hataki kitokezea vipi, bado inakuwa upo ule hangaiko wa nafsi, unakuwa so emotional. Ni kama alivyozungumza dada alotangulia, tunakaa naye ili kama vile psychologically kumtayarisha, pamoja na kwa mtu anakuwa hatayarishiki kwa hakika, lakini at least anakuwa anaanza kuzijua zile formalities. Mtu akifa, sisi kama community, sisi hatufanyi, yani binafsi community nilionayo mimi haifanyi moja kwa moja hizo shughuli za mazishi, kwa sababu unahitaji kuwa na certificate ya kukuruhusu kushughulikia maiti, kama vile kumkosha, kumtayarisha, na kwa Kiislamu tunasema kumvalisha sanda. Ni lazima uwe certified, muwe na mahali maalumu. Mahali penyewe ni Waislamu wanajua ni mahali panakuwa prepared special, hapa ni kwa ajili ya kumtayarisha maiti. Sasa hatuna facilities hizo, lakini tuko karibu sana na misikiti ambayo inazo hizo facilities. Hata ikibidi pengine maiti hawezi kuzikwa leo, inabidi azikwe kesho for some reasons ambazo tutazungumza, tuna mahali ambapo anaweza akawekwa misikitini. Sasa hatua ni kuwa lishatokea, you need to get the ID na pia uthibitisho wa daktari kwa huyu mtu kweli kafa. Hapo baadaye zitafuata hizo formality, una contact msikiti ambao wanaweza wakafanya hizo service, na wao kitu cha mwanzo watakachohitaji ni ID. Yani baada tu kuthibitishiwa kwamba kweli huyu mtu amefariki, unahitajika ID. ID wanahitaji kwa utambulisho exactly wa yule mtu aliofariki, ambayo ndio hiyo itakwenda mpaka kwenye kuchimba kaburi na mpaka kuzikwa, mpaka kuwekwa label fulani pale. Sisi likitokea mara nyingi vile tuko karibu sana na watu tofauti tunaoelewana nao kwenye misikiti tofauti, just it's a matter of contact. Tunawasiliana nao, tunaeleza kama bwana, kuna kifo kimetokea cha ndugu yetu, tunaomba tushughulike naye mahali penu. Si tukishakukabidhi hivyo na wakawa na ID, basi tunawaeleza kwa hospitali gani, wapi wanakwenda. Wao ndo wenye
ruhusa pamoja na watu wa family kuweza kupewa maiti. Yani hawezi kwenda kila mtu ndo kuchukua maiti, ni lazima kuwe na usafiri maalum, hilo linaeleweka, lakini na watu certified wanakwenda kuchukua, tunakuja naye msikitini. The first thing, kama ni time inaruhusu, tunamtayarisha maiti, na nitoa mfano wa mtu aliofariki around 6 o'clock siku moja hapa, lakini by 11:30 tukawa tayari tunamtayarisha, yani kumkosha na kumvalisha sanda, halafu anawekwa kwenye cold room kwa sababu ni usiku. Kama ingewezekana kumzika siku inayofuata tungefanya hivyo, lakini wakifanya communication wale wakakuta pengine itakuwa haiwezekani kwa sababu schedule ya pale kwenye cemetery iko tight, kwa hiyo inabidi iwe a day after. Hizo ndo formalities hasa zinavyokuwa. Sijui kama nizungumze kuhusu malipo au ni kitu kinachoeleweka, lakini kama kuna swali mtu atauliza baadaye. Lakini kuna utaratibu kwenye maziko ya Kiislamu. Maziko ya Kiislamu yanakuwa makaburi, hawa watu unakopeleka yule maiti, yani kwenye msikiti au any other community, inaweza ikawa ama imenunua a piece of land katika yale sehemu za cemetery, yanakuwa ni ya kwao, halafu wanajaribu kuwainvite watu, kuwashawishi kwamba wapurchase, kila mtu apurchase mahali. Just huwezi jua what is gonna happen in the future. Sasa hivi ukinunua it could be cheaper than hapo tukisubiri jambo litokee. Na nalitolea mfano maksudi hilo kwa sababu kuna rafiki yetu Mpakistani alinunua kwenye miaka ya 2005, yeye na familia yake. Baba yake alikuwa tayari ni mtu mzima na mama yake mtu mzima, bibi yake alikuwa yupo around, wakawa wamenunua land ile, yani kaburi, kwa $2,000 discounted kwa sababu walikuwa wamenunua 3-4, na by that time ilikuwa cheaper. Sasa hivi pengine pale ikibidi wanunue, apart from the service ambayo itakuja ya watu wa cemetery kuchimbua na kufukia, sasa hivi inaweza ikafika 5,000 most of the places. Well, that's how it is. Na sasa hasa kiuhakika, kama hukununua ukawa unasubiri jambo litokee halafu tuwakabidhi tumsikiti, bwana tusikiane ndugu yetu huyu, kuna service za pale msikitini ambazo zina differ kutoka sehemu moja kwenda mahali pengine, wanatofautiana, hakuna kitu constant. Na pengine wanaweza kukupa toto. Iliwahi kutokezea na nahitaji makusudi, tulitaka lazima tuzike, imetokea Friday usiku, tunataka tuzike Saturday, wakatuambia it's okay, na ikawa bahati kule kuna opening, inawezekana wale watu accept kwenye cemetery. It costed us $8,100, lakini tungekuwa tunaweza kusubiri Monday kwa sababu ile ni weekend na wale inabidi walipoe kitu overtime, pengine tungesubiri Monday, ingekuja kwenye 6,900 something. Kuna njia nyingine ambayo mkikubali kaburi liwe la watu wawili, linaweza kidogo liwe cheaper. It's not that cheap, lakini linaweza likawa kidogo, kuna difference, inaweza ikawa between 4,700 to 5,500, kwa sababu atazikwa anayepelekwa mwanzo linachimbwa la 9 feet. So down at the bottom atazikwa mmoja, halafu after a while ikitokezea kafa mtu mwingine atazikwa pale pia juu, na hiyo inaweza ikawa kidogo unafuu wa pesa, right? Kwa hiyo inaweza iwe kwenye 5,500, 4,700 to 55, inaweza ikawa hivyo. Na ya kawaida kama nilivyosema, na hiyo nazungumza ni siku kidogo zimepita, mambo sasa hivi yamebadilika, kila kitu is rising up. Hakuna kinachokwenda nyuma. Sijajua exactly sasa hivi likitokezea jambo inakuwaje, lakini ni hali hiyo. Nafikiri labda nisimame hapo kwanza, nisiwe mzungumzaji sana. Kama kuna maswali, kuna mahali hapo clear, tunaweza tukazungumza. Asante. Asante sana Shehe kwa swali zuri unaoendelea kutupa.
kuna swali limeulizwa hapa, mtu anauliza, je, hiyo dola 2,000 ni per plot au kwa ajili ya plot zote kwa pamoja? No. That Wameuza was by that time is $2,000 a plot. By that time. Okay. Sasa hivi is different. Na labda kwa ushauri tu, anytime naweza kuwasiliana na watu wale wa misikiti tofauti ambao wana access ya zile cemetery, wao mara nyingi wana encourage hivyo kwamba watu wanunue. Kwa mfano ukinunua sehemu ya makaburi 5, 6 sasa hivi unaweza ukaona a big difference baada ya muda kuliko kusubiri mpaka kifo kitokee. Sasa nyinyi kwa sababu mashallah, yani nimepata knowledge kubwa kupitia nyinyi, mmenifunza kitu kikubwa. Kwanza mna namba kubwa, you can do a lot of thing yakawa cheaper. Kwa hiyo mnaweza kununua makaburi 5, 6 mnayaweka reserve. Yale kazi itakaobakia just ni kuwakabidhi watu wa msikiti, alafu wanakuulizeni siku zote mna makaburi yenu, yani do you have a plot? Unayo, ina maana sasa watakupa bei ya service yao watakaoifanya, lakini na service ya kuchimba na kufukia ambayo itakuwa una save a big bunch of money hapo, na time ikienda ndo utapo realize sasa kwamba you saved some money as a community. Sasa Sheikh Hamdan, mimi na maswali ambayo nimeyatayarisha kwa Karibu sana. kwa kawaida tu ambayo ningependa kama utaweza kutujibu. Hizi charges za misikiti zinatofautiana na msikiti na msikiti, si ndio? Sio bei moja misikiti yote. Si kila msikiti una gharama zake tofauti, au nimekosea? Hujakosea. Gharama zinatofautiana kwa sababu tofauti. Kwa mfano kama itatokezea alofariki ni mtu anayesali kwenye msikiti ule, kwa mfano he is known over there, huyu kwa vovote watamdiscount in anyway, japo a little bit, pengine unaweza kupata $400, $500 discount. Akiwa kwa mfano alo community yenu inajuana na huo msikiti, could be a reason kidogo wakapunguza service charges zao kukupeni some kind of discount. It's not stable, siwezi kusema kiasi gani, lakini inategemea. Halafu pia inategemea na mahali waliponunua ile piece of land, wao imewagharimu kiasi gani. Pengine nyingine walizinunua karibuni na nyingine wamezinunua zamani. Kwa hiyo wanaweza ukakuta kuna utofauti. Halafu swali la pili ni kwamba kuna mazungumzo kwenye jumuiya yetu kwamba kuna watu wanalipa gharama za mazishi kwa kudunduliza, kama kila mwezi labda mtu anapeleka kiasi fulani, anajiandikisha kwenye msikiti fulani, kwa hiyo analipa kila mwezi kidogo mpaka amalize kulipia kaburi na services za mazishi. Ni kitu ambacho unakifahamu hicho kutokana na kujichanganya kwako na Yes, watu personal wanafanya hivyo. Kuna watu pengine wanachukua installment 2, 3, 4 kutegemea na watakavyokubaliwa pale msikitini. They will always encourage that, kwa sababu si watu wote wanakuwa labda wana pesa ya kuweza kulipa mara moja, lakini kuna watu wengi ambao tayari wamejinunulia plots hizo. Sawa. Na si plot peke yake, pengine kwa kuwa wamewahi mapema kujiunganisha hapo msikitini, washaambiwa, washapewa cut price ile kwamba hata likitokezea jambo gharama ni hizi, hawawezi kuja kuzizidisha baadaye hata kama mambo yanabadilika, au sio? Lakini kwa sababu yeye kishaingia mapema, anakuwa ndo kishaingia. Sawa, asante. Halafu swali lingine ambalo niko nalo ni kutokana na ile lecture ambayo nimeitaja mwanzoni kutoka kwa Mr. Mwawasi. Yeye alituelezea alitupa mafunzo jinsi ya mazishi ya Kikristo, na inavyoonekana kwenye funeral home inajulikana kwamba wakikutoa gharama ya kuzika wanakupa pia gharama ya kumalizia kila kitu pamoja na death certificate, cancellation ya OHIP, hizi driver's license, social insurance number,
kila kitu ambacho kinahusiana na yani status yako hapa Canada inajulikana kwa serikalini. Kwa mfano kama kwenye hizi ofisi za serikali zinakuwa zinafahamu kwamba wewe umefariki. Kuna services ambazo zinakuwa included kwenye gharama ya funeral home. Sasa mimi nataka nikuulize kama kwenye hizi services ambazo tunatolewa na misikiti, je, kuna nani swala kama hilo ambalo linafanyika kusaidia watu? Yes, kuna baadhi ya misikiti on demand wanaweza akafanya hivyo, lakini hii sana inakuwa ni family members ambao wanatakiwa kulisimamia, lakini haina maana kwamba hutopata msaada kupitia baadhi ya misikiti. On demand, you have to mention it kwamba nahitaji nifanyiwe hivi na hivi na hivi, na nadhani they will be in good position to help. Okay, sawa. Yeah. Swali langu linalofuata, nauliza maswali alafu baadaye nitamwachia kiongozi wa mkutano aendelee kuwapa nafasi watu wengine wanataka kuuliza. Najaribu tu kurahisisha session Naam. iende kwa haraka. Haina Hili ni tatizo. swali ambalo lina utata sana kuhusu kuandika wasia, kuandika will. Je, kwenye sheria au kwenye mwongozo wa dini ya Kiislamu ni kitu ambacho kinahimizwa au ni kitu ambacho kinapigwa vita au ni kimekaaje kwenye dini yetu ya Kiislamu? Asante Bi Fatma, umezungumza point muhimu sana. As a matter of fact, kwa kusema kweli tunahimizwa kama Waislamu kuweka will, na labda niseme make will ziko za aina tofauti tofauti, kama vile mie sijui nikifa nichimbiwe kisima, mi nikifa mali yangu igaiwe hivi na hivi na hivi, mtoto fulani apewe hichi, pamoja na kuwa inategemea sana hiyo kama tunaweza kuifuata hiyo will au vipi, kwa sababu kuna sheria za mirathi. Tuache hapo, lakini kwa mfano kama unaandika, na tunahimizwa hilo, kama mtu anakudai unatakiwa usilale mpaka umeweka record mahala, kwa sababu hujui kama ukilala unaweza kuamka. Umeweka ile notice kwamba Bi Fatma ananidai dola zake 100,000, ili ukiondoka, kwa sababu ulichokiwacha kwanza kinatakiwa kabla ya kurithiwa kulipwe lile deni. Ukiwa hukuandika na hukumwambia mtu yoyote, sisi tutakuwa hatujui na maiti anakuwa kwenye burden kubwa hapo. Kwa hiyo kwa kifupi, tunahimizwa sana kuweka wasia. Sijui kama nimejibu swali lako, sipo ulipokusudia hasa. Umejibu swali sawa. Ndio hivyo ambavyo nilikuwa nataka kujua, kwa sababu watu tunakwenda na kusita, wengine wana wasiwasi labda sio kitu ambacho tunahimizwa kwenye dini, wengine wanasema tunahimizwa. Kwa hiyo nilitaka tu utoe ufafanuzi kama huo uliotoa kwa ajili ya faida ya watu kwenye community yetu. Naam, asante. Baada ya hapo naomba John uendelee na maswali kutoka kwa watu ambao wameyaleta kupitia kwenye chat. Asante sana dada Fatma na asante sana Sheikh Hamdani. Naomba kama watu wana maswali wanyoshe mikono, lakini nitaendelea kusoma maswali ambayo yako kwenye chat ili Sheikh aendelee kutujibu na kutuelimisha. Kuna watu wanauliza, je, ni sahihi kaburi kuwa la watu wawili? Na mwingine swali inafanana na hiyo, nasema huu mtindo wa kuzikwa watu wawili inakubaliana na Kiislamu? Mimi nadhani, sijui kuna nini kusingefanyika hivyo, isipokuwa kutakuwa tayari kuna loophole ambayo ipo katika Uislamu inaruhusu. Just imagine, tangu kuumbwa ulimwengu, wewe unataraji mtu anakuwa anazikwa peke yake kweli? Walishakufa watu wengi na ardhi ni hii wanaozikwa, ndugu zangu. Asante sana kwa jibu zuri. Swali nyingine anauliza, kwa hiyo hayo makaburi yatakaa mpaka walengwa watakayotaka kuzikia? Nafikiri pale ulipoongelea kwamba unaweza ukanunua
plot ya kuzikiwa in advance. Yeah. Kwa hiyo swali inauliza, kwa hiyo hayo makaburi yatakaa mpaka walengwa watakavyotaka kuzikia? Yes, ndo the main purpose ni kununua kwa ajili ya kuzikwa mtu, kwa hiyo mpaka atakapokufa. Kama hajafa hayatotumika, na kukitokezea lolote, kwa mfano kwa hali yoyote kunahesabiwa hapa pamejaa, lakini space yake ipo, kwa hiyo anaweza kuambiwa, bwana, tunafungua mahali pengine, turuhusu hapa tuzike, tujue hapa tumemaliza, pamejaa, then we tunakuhamishia mahali kwengine. Hakuna usumbufu hata kidogo, hilo linafanyika and it's just fine. It's just okay. Asante sana kwa jibu zuri. Alafu swali lingine mtu anauliza, je, maiti anaweza kuamua kuwa na watu wake wa kumuosha? Asante, ni swali zuri sana, na nataka nikuambie tu, Kiislamu maiti anatakiwa kukoshwa na watu wake, the closest, kama siblings kama wapo, baba kama yupo, kaka, watoto, ndo wanatakiwa kuwepo kwenye kukosha maiti, and that is for reason. Of course, kwa hapa kulivyo na mahali pengine kunakuwa na watu wanaongoza pale mnapokwenda kufanyia ile. Kama ingekuwa ni nyumbani kwako, kwa mfano kama Tanzania kule, maiti anaweza kukoshwa nyumbani. Kwa hiyo nyumbani watakuwa wapo watu wa family peke yao, no stranger is allowed there. Na nitafafanua vizuri. Hiyo ni kwa sababu mtu anapokufa anakuwa he's out of control, he's not alive anymore, na anything kinaweza kutokea katika kumtayarisha. Kwa hiyo kunatakiwa kumstiri na inatakiwa a high level of privacy. Hata wale ambao wanaingia pale, kama watakuta kuna mambo yoyote si ya kawaida, pengine kumbe kavunjika hapa, yale mnabakia nayo na hampaswi kwenda kuyazungumza pahala. Mimi nilikuwa sijui kama ana kitu kama kovu, you are not supposed to take that out. Kama umeona hivyo, unamalizana nayo pale. Sasa utaratibu wa hapa ulivyo, kama tulivyozungumza mwanzo, mnakwenda msikitini, there should be people certified ambao ni wapale msikitini, that could be 1 or 2. Halafu nyie family mnaweza kujoin, watu 3 mkawa 5, wakikuruhusuni mnaweza mkawa a team of 7, inategemea, lakini you have to be there, family members wawe pale. Kama itatokezea mtu yule hakuna family member, kuna close friends wake, inabidi kidogo wapewe darasa, halafu wao ndo waingie pamoja na mashehe wasimamie hilo jambo. Asante sana kwa majibu mazuri. Swali lingine mtu anauliza, je, nini mawazo yako juu ya kusafirisha maiti kwenda kuzika nje ya nchi, mfano Tanzania? Asante, hilo pia ni swali zuri, na kwa kusema kweli ni swali linalosumbua sana. Nazungumza Kiislamu, ndugu zangu, mtanisamehe, kwa hiyo itabidi ni quote kuhusu Mtume Prophet sallallahu alaihi wasallam alivyotufundisha. Mtume alituhimiza sana, anapokufa mtu tumtayarishe haraka na tumzike haraka, na akatoa sababu zake, akasema akiwa ni mtu wa heri. Hilo nadhani Waislamu na Wakristo wanalielewa jamani, hakuna ugumu. Akiwa ni mtu wa heri, mnamkaribishia zile heri zake ambazo katayarishiwa na Allah. Lakini akiwa ni mtu wa shari, mtu mkorofi, alikuwa mbaya, hamfati Mungu, hana kumzuia kwenu nyie for few hours ni kuwa just nyie mnajibebesha burden, yani mnajiwekea mzigo. Hiyo ni Kiislamu, sijui kama nitakuwa nimeeleweka. Kwa hiyo the earlier we do the burial, the better.
kusafirisha maiti unajibebesha mzigo mkubwa sana, si jambo lililohimizwa hata kidogo. Unaweza kukawa na reasons, lakini leo tungeufahamu Uislamu vizuri, tungezikana mahali ambapo mtu kafa. Pressure inapungua mapema, kuna faida nyingi tu. Pressure inapungua mapema sana. Utakuwa kwenye huzuni, unaumia, unafanyaje, lakini mkishakuzika kidogo, a kind of relief inakuja. At the same time, kama community hawatakiwa mtu private, you are saving some money jamani, kwa sababu kumpeleka maiti Tanzania inagharimu sana mfuko, na hata kama angekuwa mwenyewe ana uwezo, this money could be sent for something else important ambacho kingemfaa pengine, kama hakuwahi kufanya sadaka tujaria kwa mfano, kama kisima au kitu gani, portion of that money ingetumika kujengea kisima, kusaidia kwenye madrasa, kusaidia msikitini, kumsaidia maskini. Why we spend that much money? Na nalizungumza kwa heshima zote jamani, ilo samahanini, nazungumza kwa heshima yote. Ingekuwa vizuri kama tunafahamu tukawa tunazika mahali watu walipokufa. Nadhani nitakuwa nimeeleweka. Joan, kuna mikono Shukuru sana. miwili. Namuona kaka kashika kichwa, analiona zito kidogo, lakini ndo mambo. Inabidi sindano ipenye kwenye tatizo. Inapenya sasa. Asante kaka. Joan, Sasa kuna mikono iliyonyooshwa. Wa kwanza yani aliyenyosha alikuwa Siti followed by Yasin. Siti. Yani naona Siti kwanza. Siti, karibu ulize swali. Salamu alaikum. Habari za jioni. Alaikum salam. Sorry dada. Nilikuwa naomba kumuuliza shehe, nini hukumu ya mtu amekufa like ulivyosema hapo, lakini watu ye mwenyewe labda aliwish kuzikiwa hapa Canada, lakini as you said before kwamba ukifa hauna kauli, hauwezi tena kujizungumzia. Sasa watu wanalazimisha ni lazima upelekwe yani nyumbani, and ulivyosema kwamba mtu akifa straight anatakiwa akastiriwe, kwa maana ya kwamba akazikwe. Sasa ni ipi hukumu ya wale watu wanaong'ang'aniza lazima huyu marehemu arudi nyumbani, na hata still atakaa kwenye hayo majokofu for so long, ana wait kwa ajili ya huo mfuko kutokana na hali za kipesa? Sasa hapo inakuwa burden ni kwa nani? Kwa wale marehemu au kwa wale ambao wanalazimisha lazima huyu mlengwa wetu akazikwe Tanzania? Asante. Uzuri sana. Kwanza naomba nijue wewe ni kiongozi kwenye hii jumuiya ama? Shehe, achana naye, huyo mdogo wetu unataka Siti huyo. kunistaki. Kama hata kama asante. Nasema hata kama angekuwa hakuhusia, kama tulivyozungumza kabla, sisi ilikuwa ni jukumu letu kumzika hapa, lakini akichukua hatua ya kuzungumza, jamani, mie ikitokezea hili limetokea, nataka iwe hapa hapa, then tunajibebesha burden kubwa sana tu ya kumpeleka, tunakumpeleka kokote, sio wakati mwenyewe kataka hapa hapa. Kwa sababu kuna wengine anakuwa pengine anakulazimisha, bwana mimi msije kunizika hapa, na still tunaweza kumzika hapa, anaweza kuzikwa hapa kulingana na situations zitakavyokuwa. Anaweza akasema hivyo, lakini kumbe ni kipindi cha COVID, huwezi peleka kitu chochote anywhere. Anaweza kusema hivyo, lakini pengine we are running out of money, tunawezaje kumsafirisha? Lakini nasema hata kama ingekuwa hiyo pesa ipo, ili tulifikiria ni vizuri zaidi kwa Waislamu, kwa sababu miongozo iko wazi. Sijui wenzetu wengine, na naheshimu pengine wana miongozo inayowaruhusu pia, lakini umeuliza, mimi nazungumza vile ninavyofahamu Uislamu ulivyotueleza. Nafikiri nimekusaidia ndugu yangu. Shukrani, asante. Asante Nora. Naam. Asante sana Dasiti kwa swali zuri, na asante Shehe kwa kujibu vizuri. Tunamkaribisha kaka Yasin aulize swali lake. Asante sana. Niliuliza hapo mwanzoni swala kwamba kama kuna case, nitajaribu sio kukoroga Kiingereza na Kiswahili, kama kuna case ya mtu ambaye amefariki ana
ana wasichana tu watoto, hakuna mvulana. Ndio. Sasa hao wasichana wataweza kuhudhuria mazishi, kila kitu mpaka kwenda huko kaburini. Na mimi Ah, nauliza swala kwa karne hiyo tulipo hivi sasa 2026. ndio. Ndugu yangu Yasin, Ipo. miongozo ya dini ilishatolewa miaka kadhaa iliyopita, 1400 years alivyokuwepo Mtume, even more. Sasa si kwa sababu situation tulionayo iko vingine, sisi bado inabidi tufate taratibu zilivyotueleza. Tulifundishwa, na hili ni kosa tunalifanya sana, tulifundishwa wanawake hawatakiwi kwenda mazikoni. Makaburini wanaruhusiwa, kwenye cemetery zile wanaruhusiwa, lakini waruhusu kwanza, wanaweza kumwona marehemu baba yao mama yao kabla hajaingizwa kwenye sanda, lakini ikipita hapo tena linakuwa limemalizika. Wao watakwenda baadaye, wanaume wakiwa washaondoka pale makaburini. Ndo tulivyofundishwa. Mtume katuhimiza saa tutembee kwenye makaburi, kwa sababu we are learning something. Tunajua kwamba bwana, hapa tumemweka fulani alikuwa CEO wetu huyu, lakini he is no more, there is my day. Pale kidogo ule mioyo yetu ile ya kiburi na jeuri na fedha kidogo pale tunateremka. Lakini kwa utaratibu wa wanawake kwenda makaburini ni baada ya kuwa watu washazika, wanaume washaondoka, then you have a chance kwenda, lakini si kabla ya hapo, ndugu yangu. Yeah. Samani niliuliza swala hiyo kwa sababu Naam, ndugu yangu. yapo kesi nyingi sana ambazo zinatoka kwa sababu wasichana ambayo wanaweza kuwa coroner kwa mfano mwenyewe, lakini hawezi kuhudhuria mazishi ya baba yake, ye mwenyewe ni coroner au ni doctor, yeah? Kwa hivyo sasa mimi nilikuwa nauliza looking at that as an example, but anyways that's one thing. Cha pili ni kwamba niliuliza hiyo mtindo kwa sababu ya cost considerations, kwa sababu ya kupunguza gharama. Sasa tunazungumza plot ile ya fiti 9 kwenda ndani, alafu mwingine anakuja baadaye juu. Is that okay with Islamic principles? Kwa sababu mimi sijasikia hiyo kitu kama hicho kinafanywa ila kwa ajili ya gharama tu. Hapana, Sheikh, samahani kidogo. Huwa hujasikia, kama kitu sijasikia mimi haina maana kama hakipo, au kama kitu mimi sijui haina maana kama hakipo. Pengine utaratibu upo, lakini we haven't gone through it, hatujajaliwa kufikia kujua, Sasa mimi nilipoulizwa swali hilo si kuhusu gharama tu. Kama gharama tunaweza afford, mtu anaweza kuzikwa peke yake if that is an issue, lakini pia kwa kuepuka kuwa zile nafasi zisije zikajaa haraka, inaingia akilini sana tu, mtu akaenda kuchomwa pengine, kwa nini wasiingizwe kwenye kaburi wawili? Na unajua ni vipi, si kwamba ataingizwa mtu mwingine leo, inachukua miaka. Wao wenyewe tu watu cemetery wanakuwa wanazo zile record kwamba mwaka 2000 kwenye kaburi hili hapa tulimzika mtu deep down there. Kwa hiyo tunaweza kufukua 3 feet tukamzika mtu mwingine. Ndo pale niliposema, kwani tangu kuumbwa huu ulimwengu tunafikiria kaburini kaingia mtu mmoja tu? Ardhi ni hii na watu walioumbwa hapa ni wengi sana, na waliokufa ni wengi zaidi kuliko waliopo. Makaburi ni hayo. Nadhani nitakuwa nimekusaidia ndugu yangu, sikusudii mjadala, lakini najaribu kidogo. Hii ulivyoeleza it makes sense, kwa sababu kama unavyosema tangu enzi za zamani pale
size ya earth ni ile ile tu, haijaongezeka, Haijaongea. lakini watu wameongezeka wengi, tumefika mpaka 8.4 billion leo. So it makes sense, yeah, you have to reuse it. Asante sana Shehe kwa kutupa. Asante, na naomba radhi kidogo, sikujua kama kutakuja swali gumu kama hivi, maana nimejaribu kidogo kuperuse kurudia My vitabu apologies, vyangu nimestaki. ili nikiulizwa swali niwe najibu zuri, lakini Eh. you know nobody is perfect, lakini hivyo ndo ninavyoliona, yani sioni kama kuna katazo. Kama sijaona katazo, manake kuna ruhusa. Yeah, swala la kwanza umeshasisitiza, there is no exception. Ile ya Naam. kwanza, this is how it is, right? Okay. Naam. Wanawake hawawezi kwenda katika ile kipande kile cha ceremony sana, Wakati wa burial. wakati wa burial, yeah. Ikipita hiyo wanaweza kwenda na wanahimizwa sasa kwenda. Yeah. Kwa sababu kuna kama nilivyozungumza, wanakumbuka kwamba hapa huyu aloko hapa ni baba yetu. We were dealing with him every day. Tunamuona, tunamwamkia na tusaidia hichi, leo yuko hapa. We could be next. Na sio we could. Tutakuwa siku moja hapa. Kwa hiyo inatakiwa ichukuliwe kama lesson. Wale watu waliokufa hawakufa kwa uzembe au kwa kitu gani, wala si kutokana na weakness yoyote. Ndo kama nilivyosema, wengine they were so professional kwenye majukumu yao, lakini time imefika wanakufa. Somebody could be a president, lakini kuna siku kumbe atakufa. Sasa natakiwa tutembelee makaburini with an exception of the time of burial. Tuache wanaume peke yao ndo walioruhusiwa, halafu wanawake wanaweza kwenda baadaye. Sasa hivi kuna mazoea, na mazoea haina maana kwamba ndo ni ruhusa tuichukulie kama ni ndo rule. No. Sisi tukiwa makaburini tunaona wanawake hao mara tu, we are mixed up. Sasa tukiwa ni Waislamu tulipaswa tufate utaratibu, tufate sheria tulivyoelekezwa. Kwa sababu tusivofanya hivyo we are sinning. And that is something we don't want to happen. Ni vizuri sana tukawa tunaelewa. I just wanted clarification, that's all. Haya, asante. Asante sana Shehe. All right. Naam, swali jingine. Asante sana Nasikia Shehe raha kwa nikiulizwa, maelezo. lakini naogopa nsije nikapewa maswali magumu. Unatoa ufafanuzi. Bado nina lawyer, japo nina lawyer, lakini naweza nsitetewe kwa hapa. Asante. Naam. Tunashukuru sana kwa ufafanuzi wako mzuri wa maswali yote. Kuna swali lingine mtu anauliza, je, yawezekana kusubiri watu wa karibu kufika kushiriki maziko? Mfano mzazi kafariki, kusubiria watoto wake wafike kutoka mbali. Kama tulivyozungumza mwanzo, unajua kuna Uislamu halafu kuna culture. We have to differentiate between the two. Uislamu kama tulivyozungumza, tumeambiwa harakisheni kufanya maziko. Akiwa mtu mwema, kumchelewesha kwenu mnamzuilia zile kheri zake ambazo akapewe kule. Na akiwa ni mtu muovu, nyie mnajiwekea shari. Nyie mlioko hapa mnamsubiri mtoto aloko UK aje, atakuja after 3 days. Kama ni Tanzania, aloko Canada anaye week ndo afike, I don't know. Mnakuwa just mnajiwekea kitu kizito. Sasa kwa mafundisho ni kwamba yote hayo hayafai, lakini tuna mazoea, na saa nyingine tunaogopa tutalaumiwa, kwa nini mmezika mtoto wake, si angekuja? Watu wengine wanakuwa laini, bwana mtoto wake atakuja, tusubirini jamani, siku 2 tu, you are waiting. Lakini katika Uislamu si hivyo. Asante. Asante kwa jibu zuri na ufafanuzi mzuri. Kuna maswali mengine? Watu wananyosha mikono. Kuna maswali mengine? Kuna mtu ametoa comment hapa kuomba kama utaweza kutupatia majina ya misikiti inayotoa huduma ya kununua burial plots za Waislamu hapa GTA au mkiniruhusu nisifanye sasa hivi. Ndio, baadaye naweza nikafanya hivyo kwa utulivu, halafu mimi naweza kuyafikisha na good contact na huyo Bi Fatma. Ndio, naweza kumuelekeza yeye, na akifika kwake najua mtakuwa mmepata. Niko more than happy kufanya hivyo.
Tunashukuru sana. Asante. Kuna Sio kama kuna maswali mengine. Kama hakuna, kuna jambo moja tu dogo nataka kuliongelea kabla Sheikh Hamdan hatujamruhusu kuondoka. Nadhani hata kama maswali yatakuwa yapo, wewe endelea kuzungumza na yakiwepo wacha wazungumze. Nafikiri niko Sawa vizuri. sawa. Sawa sawa. Sasa kama nilivyozungumza mwanzoni kwenye introduction kwamba tulipata ugeni wa Mr. Mwawasi Disemba tarehe 13. Katika kuongea kwake alisisitiza sana kwamba tuwe wepesi sana kuandika kuandika will, na tuelezee kwa kikamilifu jinsi ambavyo mtu unataka kuzikwa, kama unataka kuchomwa au unataka kuzikwa makaburini au unataka hivi na hivi na vile. Yeye alielezea kwamba kuna umuhimu sana tufanye hivyo. Sasa katika kwa kuwa kile kipindi kilikuwa kimekwenda kwa muda mrefu, sikuweza kupata nafasi ya kurudisha kujibu pale pale. Kwa hiyo baadaye nikasema leo tukipata hii session nitajaribu kufafanua kidogo kuhusu sheria za wasia, sheria za will kwenye mambo ya mazishi. Sasa ni kwamba hivi, kutokana na sheria za hapa Canada na hasa kutoka kwenye karibu provinces zote, na kasoro yake ni moja tu, British Columbia ndo kuna kasoro, lakini katika nchi nzima ya hapa Canada, na nafikiri pia ni pamoja na United Kingdom, kwamba hakuna sheria ambayo, hakuna will ambayo ukiandika kitu kuhusu jinsi ya kuzikwa kitafuatwa, kwa sababu mbili. Jambo la kwanza, will ikiwepo, kawaida watu huwa hawaifungui mpaka baada ya mipango ya mazishi imefanywa, mtu amezikwa, ndio wakati wengine wanakaa rasmi, wanafungua will, wanaangalia yale maoni ya mtu ambaye ameandika, ili kama kuna mali zigawanywe kutoka alivyotaka. Hiyo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, mwili wa binadamu akishafariki hauwi considered kama ni property hapa Canada. Kwa hivyo basi, hata ukisema kwenye will yako kwamba mimi nataka nizikwe sehemu fulani, nataka nifanywe hivi, sio kitu ambacho kinamlazimisha yule administrator wa estate yako au executor wa estate kufuata. Hana ulazima kufuata. Ina maana basi akiamua kwamba ndio huyo mtu kasema hivi na ametuambia kwenye will yake kaandika hivi, lakini hana ulazima wa kufuata yale masharti ya mtu alioandika, kwa sababu si property, na will inaongelea kuhusu property iliyoachwa na marehemu pamoja na mali zake na vitu ambavyo anataka kuvigawa kwa watu wengine. Kwa sababu mwili hauendi kwenye will, ina maana kwamba hana ulazima kufanya hivyo. Kwa hivyo basi, mambo ya unazikwa wapi, unazikwa lini, unachomwa, unafanywa, yani vile vyote utakavyo, jinsi utakavyo stiriwa wakati baada ya kufariki, inategemea na executor wa mtu ambaye anakusimamia mirathi, au kama hauna, mtu administrator wa estate ambaye ataweza kufanya maamuzi hayo. Na maamuzi hayo kwa kawaida, kutokana na sheria za hapa nchini, ni kwamba kuna stages zinakwenda kutokana na nani wa kwanza kutoa mwongozo wa wewe unazikwa vipi. Wa kwanza ni kama ni mume au mke. Kama kuna mke wako ndo atatoa mwongozo, nataka mume wangu azikwe hivi, aidha alikuwa anasema nataka hivi au hivi, au mimi na muru kwamba huyu mtu azikwe hapa na azikwe makaburi ya Pickering, kwa sababu mwenyewe ametaka azikwe Pickering, kuna jamaa yake au kuna ndugu, vyote nataka azikwe kule. Kwa hiyo aidha ni mtu ambaye amebaki wa huyo mtu ambaye amefariki, aidha mke wake au mume wake. Wao ndio watu wa kwanza kupata uwezo wa kuamua wewe uzikwe wapi. Wa pili ni watoto wako. Kama kuna umeacha watoto wa marehemu, kama hamna mke au hakuna mume, watoto wa marehemu wataamua wewe uzikwe wapi au uzikwe namna gani. Jambo kama watoto hamna, ina maana baba wa marehemu, baba au mama wa marehemu, kama wapo, wao watatoa ushauri kwamba mtoto wetu azikwe hivi au azikwe mahali fulani na hivi na hivi. Kama baba na mama hawapo, wanakuja sasa dada na kaka. Aidha dada au kaka au pamoja watashirikiana kutoa maamuzi hayo ili mambo ya mazishi yaweze kufanikishwa. Kama dada na kaka hawapo,
kuna babu na kuna bibi, kama wao wapo na wengine wote hawapo. Huku sasa ni kwenye number 5, sasa inashuka 2 stage chini. Sasa babu na bibi wao watakuwa kwenye position ya kuweza kuamua wewe uziko wapi na uziko kwa namna gani. Kama babu na bibi hawapo, hakuna mume, hakuna mke, hakuna watoto, hakuna kaka wala dada, ina maana anakuja shangazi au mjomba. Shangazi au mjomba au damu kabisa, watu wote nilowataja au magrupu ya watu 6 ni watu ambao wa damu kabisa, sio watu wa cousin au binamu au mpwa au yani sio watu ambao, ni watu ambao wako kwenye watu wa damu ambao wakuzaliwa nao. Sasa basi kwa njia hiyo nataka tuelewane kwamba haya masuala ya kuandika will, unaandika will kuhusu vitu unavyoviacha hapa duniani na unataka virithishwe namna gani, lakini sio swala la wewe unataka kuzikwa namna gani. Sasa British Columbia wana exception moja ndogo tu, wao ni kuzikwa makaburini au kuchomwa. Hiyo hata kama iko kwenye will, inabidi will inaweza kufuatwa kutokana na jinsi ambavyo mtu mwenyewe ametaka. Wale ndo kuna ulazima kufuata hilo swala. Ina maana basi hawawezi kusubiri mpaka baada ya mazishi ndio wafungue will, inabidi will itambuliwe, na hiyo kama ipo wafuate masharti ambayo mtu mwenyewe ametaka jinsi gani ya kuzikwa. Na hiyo ni options 2 tu za kuzikwa makaburini au kuchomwa moto. Kwa hivyo nimetaka hiyo tuelewane, ili msidhani kwamba ukiandika will alafu ukitoa maagizo yule ninamtolea maagizo ana ulazima. Hapana, ulazima haupo, ila tu ni kitu ambacho kinaweza mtu anaweza kukifikiria kwamba hichi mtu fulani angekipenda, au alitaka hivi, au alitaka kazikwe Stills na Jane, au alitaka kuzikwa Pickering, au alitaka kazikwe Mississauga, basi tutakwenda kuzika Mississauga. Lakini si lazima ifanyike hivyo, na yule mtu akifanya uamuzi ustiriwe, ilimradi sheria za dini zinafuatwa, utazikwa hivyo ambavyo huyo mtu ambaye anasimamia ameamua kufanya hivyo. Basi nadhani hilo ndio nilikuwa nataka kuongeza tu, jambo la mwisho katika mjadala wa kutokana na ile information tulizopata kutoka kwa mzee Mwawasi na information ambazo nimetaka leo. Nilitaka tu clear hili swala ili tuweze kuelewana kuhusu kitu gani kinaingia kwenye will na kitu gani hakina ulazima kuingia. Asante sana dada Fatma kwa somo zuri hilo, na inatukumbusha vitu gani ambavyo tunaweza kuweka kwenye will na vitu gani kwamba tusije tukaweka will zetu ndefu lakini labda zimejaa vitu ambavyo vya msingi na visivyoweza kutekelezeka. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa kutufafanulia hiyo na kutukumbusha vitu gani vya msingi ambavyo vinaweza kuweka kwenye will, na particularly ili swala zito la kuhusu maziko, tuzikwe vipi, tutazikwa wapi na kila kitu. Hilo ni swala zito ambao tutajua tutafanyaje ili kama matakwa yetu yatimizwe. Sasa kufuatia ulivyoongea dada Fatma, kuna mtu ana swali anauliza, je, anaweza kaandika kabarua tu na kusema azikwe vipi na kuwapa hao watu kusema ndugu ambao kama ni mwenza wake au watoto au wazazi? Inawezekana sana tu, inawezekana sana na inaruhusiwa. Lakini still hapo tunarudi nyuma kwamba akifuata sawa, anaweza asifuate vile vile. Kwa hivyo sijui kama swali lilikuwa limemalizika au bado. Kwa hiyo na swali hilo nafikiri utakuwa umelijibu. Anasema, je, unaweza ukasema nani aje, programu ya mazishi, ulaji, kuna vitu mie sitaki kabisa, ningependa nisifanyiwe. Nafikiri kama unaweza ukaandika. Mimi nadhani labda Sheikh Hamdan anaweza akani kosoa kama mimi nimekosea, lakini mimi nadhani katika hilo swali kitu muhimu sana, acha mambo ya kula, acha mambo ya vinginevyo, mimi naona kitu muhimu sana ambacho unaweza kukifikiria kabla na utaki watu wakuamulie ni nani aingie kwenye ile sehemu ambayo wewe unakoshwa na kutayarishwa. Nadhani hiyo ni muhimu, kwa sababu kama anavyosema Sheikh Hamdani hapo mwanzo kwamba
kunakuwa na mambo mengi ya siri kule ndani, umenielewa? Sasa hutaki tu mtu yoyote aweze kuingia kule ndani akashughulika na wale waoshaji na watayarishaji maiti kwenye hali hiyo ambayo mtu ule mwenyewe ambaye yuko pale asingependa yule mtu awepo. Kwa hivyo mimi nadhani katika vitu vyote mimi ninavyoviona umuhimu ni kwamba ni muhimu utoe ushauri kama huo kwamba jamani, mimi nitafariki tu siku moja, lazima wote tutaondoka, lakini ikitokea hivi na hivi na hivi, naomba mtu wangu wa karibu huyu na huyu awepo katika ile sehemu ambayo mimi natakiwa kustiriwa. Au nimekosea, Sheikh Hamdan? No, naona uko vizuri, na mimi nataka niongeze kidogo kuhusu hii will. Mbali na hiyo kitaratibu za kisheria za nchi, sisi tuna tabia, pengine tunaona pengine hii will tukifungua mapema tunakuwa kama tutafahamika, pengine baba kaniandikia mimi nyumba, I want to know earlier. Lakini kumbe ilikuwa inapaswa hii will ifunguliwe mapema ili mjue kuna uzito gani mule ndani, mbali na hawa watu ambao pengine asingependa waingie. Iko pengine ni conflict za kawaida, watu wamegombana, mimi utanikosha wewe, ambayo si nzuri, lakini madam kishaandika pengine anaweza stay away. Inaonekana ile bwana huyu kasema Shamdani asiwemo kwenye listi, I will stay away. Lakini huwezi kujua, pengine yeye alikuwa hii pesa ambayo alikuwa anaitoa humu kwenye jumuiya ni mchango wake tu, sadaka yake. Yeye ana pesa, pengine kaandika mle kwenye wili, mkinyanyua hapa kwenye kitanda utakuwa kuna $7,000 hapa, hizi nataka ndo nizikiwe. Sasa zile mnaweza mkazimiski, watu chungu nzima wanaweza kuingia pale, pirika hizi mnakwenda kuzika, mnafanyaje siku ya 5 na mnakuja kufungua will, mkienda pale hamna kitu. Halafu pengine anaweza kwa mle kaandika maybe Fatma anadai, nani anadai, pesa zipo mahali fulani, naomba walipwe hawa kwanza, kisha mwanze kuconsider mambo mengine ya mirathi na kitu gani. Na ndio tunafahamu kwenye Uislamu, kabla ya mirathi, jambo linaloangaliwa kwanza ni madeni yake. Kuna watu wanaishi peke yao, wengine anaweza akawa na watoto, wamewambia mimi na hichi, na kuna mtu fulani anadai, kuna mahali fulani nadai. Kuna mwingine anakaa kivyake, kaandika tu ile karatasi kaiweka, iko kwenye envelope imewekwa vizuri. Nadhani ile ingetizamwa mwanzo ili iweze kuweza kujua lipi la kutatua kabla hakujaanza kuingizwa. Ana watoto wako mbali, wapelekewe mirathi yao. No, kwanza tuna clear deni ambalo anadaiwa na watu tofauti, then kitakachobakia kama kitakuwa kipo ndo kiende kwenye mirathi. Sasa nadhani ungekuwa utaratibu mzuri wa kuipitia ile will mapema, the earlier the better. Na pia kwa upande mwingine, tukiachilia mbali ya will na kitu gani, nadhani yote tulioyazungumza haya tunayazungumzia yaliyopo Ontario. Nimefurahi hapo kwa Fatma kataja province nyingine, lakini haya tuliyozungumza hapa kwa sasa hivi, taratibu zilivyo na nini, hizi zinahusiana na hapa. Kwa hakika I have no idea kuhusu other provinces za Canada. Sawa. Asante kwa kuna swali lingine au Fatma una swali au nisome ambayo ni swali? Endelea tu kusoma, endelea kusoma. Okay, kuna swali hapa moja, mtu anauliza ni aina gani ya maziko yanakubalika Kiislamu? Kuzika ardhini yajulikana, je, cremation inaruhusiwa na au maziko ya aina nyingine? Hapana ndugu yangu, cremation kwenye Uislamu haimo, lililomo ni kuzikwa. I will tell you something else. Sehemu nyingine ambazo ni ngumu sana ardhi, au ardhi ni chache, wanafanya kitu chingine. Nitazungumzia kama kwa mfano ilivyo Egypt. Kuna baadhi ya sehemu wana kitu kama makabati kama vile ilivyo kwenye mortuary za kama nyumbani vile wanavyoikwa kwenye makabati vile. Sasa mtu anawekwa mule, halafu after a time anakuwa he got destroyed, anakuwa hayupo.
Kuna utaratibu kama ule kwa nchi nyingine, lakini hasa lililowekwa wazi zaidi kwenye Uislamu, hiyo maanake ina utata fulani, na Waislamu wenyewe wanaofanya hivyo wamejaribu kuitolea ufafanuzi na kitu gani, pengine there is a knowledge they know ambayo hatuijui, lakini Uislamu zaidi umeweka mtu kuingizwa kwenye ardhi, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Tunaambiwa katika Qurani, tumekuumbeni kutokana na udongo na humo tutakurudisheni na humo tutakuhuisheni tena kutoka kwenye udongo, tutakufufueni, ikiwa na maana this is our formula. Kwa hiyo tunazikana ardhini. Asante. Basi kama hakuna maswali, Ndio. naomba labda tutoe shukrani kwa Sheikh Hamdani. Swali Jana lingine nilikuwa la watu- earlier. Kuna maswali mengine? Kuna swali moja la kwako, mtu alikuwa anataka kujua which acts of parliament, sheria ipi ya Ontario ambayo ina detail steps zote ambazo zoongelewa, kwa sababu anasema death is provincial statute. Yeah, No, nililokusudia kwamba quotations tulizozitoa na maelekezo kuhusu misikiti, experience yangu ni Ontario zaidi kuliko mahali kwingine. Sikukusudia kiserikali. Kiserikali ni yale tuliozungumza kwamba dokta atakuwa akatoa death certificate, wako okay kuhusu kifo cha mtu kilivyotokea, alafu documentation ni hospitali wanaofanya, nyingine wanafanya watu wa msikiti, alafu record zote zinarudi kwako. That's all what I could say. Yeah. Sorry, samani ilikuwa swala langu, lakini nimeshafanya ugunduzi kidogo. See, funeral ni Ontario jurisdiction. Kila province ina jurisdiction yake ya Yes. funeral. No. Sio federal. Birth is federal, lakini death is provincial. Inshallah. Anyways, that's a minor point. Nashukuru sana yote uliozungumza leo. Na kulikuwa na swala moja tu ile ya wasiat. Sasa kwa sababu tuna knowledge ambayo ni kubwa hivi sasa, watu kama wewe, sio mimi. I'm just an ordinary, person. Huyu ni Yasino, sio? Au ni nani? Itatusaidia sana Sheikh, kama sisi tungepata kama template ya wasiat. Template ambayo ina blanks, lakini ile inakuwa kama structure, inakuwa kama ngazi, alafu sisi tunaweza kuitumia, alafu kufanya chote kinachotakiwa pale, kuijaza, ili kusudi hakuna mvurugu ambayo inatokea pale dakika ya mwisho. Nimekufahamu, lakini nadhani hiyo ni ya mwanasheria. Unanibebesha jukumu ambalo kwa hakika Samahani sana. hamna tabu. Bahati nzuri kakusikia, na she is very helpful. Kwa hiyo imefika hiyo, atajua nini la kufanya. Dada Fatma, naomba ujibu hilo. Kuna swali? Hilo ni swali? Alikuwa anauliza Yasini kama tunaweza wakapatiwa template kwa ajili ya Kwani Yasini umekuwa mwanachama lini? huyo. Ndo anataka awe Bi Fatma huyo. Ni mwanachama, Inategemea lakini kwa mwanachama. nataka kujua tu umekuwa mwanachama lini? Okay. Good question. Au bado hujakuwa mwanachama? Mwanachama wa nguzo? Eh. Imekuwa kama miaka 3-4 hivyo nadhani. Okay, basi nilikuwa nataka kukukumbusha tu kwamba tulikuwa na somo humu ndani la kuhusu kuandika will na jinsi na masharti yake ya Ontario, na jinsi vitu ambavyo vinahitajika ambavyo lazima viwe kwenye will na kitu gani kinafanya will ikamilike. Na tulitoa template tukapost kwenye site ya watu ambao wanataka kuandika will zao wenyewe kwa kupunguza gharama za kwenda kwa mwanasheria. Unaweza ukaandika will yako mwenyewe, lakini inabidi uwe na witnesses wawili na uwe mbele ya mwanasheria, wote watatu muwe mbele ya mwanasheria kusign. Tuliongelea hilo swala na nadhani
Nguzo wana mpango wa kuleta hilo somo kurudiwa tena kwa siku zijazo, miezi ijayo, kutokana na mipangilio ya sessions ambazo zinatakiwa kutolewa na nguzo, na hiyo ni mojawapo. Kwa hivyo basi, ili kupunguza matumizi ya wanasheria, tulitoa mwongozo huo, mtu anaweza kujaza kawa na witnesses wake, kenda kwa mwanasheria, na tulisema kwamba kama itabidi na kama watu watapendelea, tunaweza tukafanya clinic ya siku moja, na kuja pale, mnaleta mashahidi wako na will yako, una sign mbele ya kwangu mimi na kuongea muhuri, unaondoka. Ina maana sasa utakuwa huna sababu ya wewe kwenda kwa mwanasheria ukatengenezewa will, ukaenda kusign mbele yake, na hivyo vitu vyote ambavyo vinahitajika kwenye kusign will. Kwa hivyo basi, kwa kifupi, hiyo session itarudiwa tena. Nadhani sijui ni wakati gani, lakini nadhani ni mwezi wa 3 au mwezi wa 4, kwenye nguzo sessions. Mimi nitafurahi siku ikifanyika na mimi nifahamishwe niweze kupata darasa. Asante. Naomba kuongezea hapo, ukienda kwenye nguzo.ca, nenda kwenye section inasema education. Ukifika kwenye education, right at the bottom of that page, utakuta hiyo YouTube recording of the session ambayo Fatma May. Okay. Asante. Na kuongezea kama dada Fatma alivyosema, kutakuwa kuna session nyingine ya will ambayo tutafanya clinic, ambapo tutaongoza watu, dada Fatma ataongoza watu jinsi ya kujaza hizo will, na amejitolea kuwa mwanasheria na stamp hizo. Good. Kwa shukrani tele kwa dada Fatma. Yep. Alafu kuna Nsiande alikuwa ameweka mkono juu. Karibu Nsiande. Nimetoa mkono wangu chini. Asante dada. Manake dada Fatma nadhani ameelezea vitu ambavyo nilikuwa nataka nimuulize. And kwa sababu una mpango wa kuwa na session, swali langu ni kuhusu nani tu ambayo we cannot put in the will kwamba your wish on where to be buried and how. Lakini ume point out very good point kwamba tunataka kuambia watu ambao ni wakaribu kwetu what we wish to do. Kitu ambacho swali langu lilikuwa kwamba what if hauna mtu ambaye ni ndugu yako ambaye yuko hapa Tanzania au yuko hapa Canada, wote wako Tanzania, and then you end up unafariki huko hapa, lakini wanajua your wish lakini hawako nchi hii, so how does that, kwa hiyo unanikana huko inafanyaje? Kwa hiyo unanikana saizi Nsiande. Sasa wewe ni wa kwangu, unajua I'm taking this one personal. Lazima unipeleke machani. That's me and you, we know. Sasa Nsiande, kukujibu swali lako tu ni kwamba ni kwamba kwanza wewe ni Mkristo kama sijakosea. Na kitu ambacho nimeona cha kawaida sana kwenye matukio ya watu ambao wanafariki hapa nchini ni kwamba wenzetu nyinyi wa Kristo, wazazi wenu ambao wako nyumbani, kila mtu anadai mwanangu maiti irudishwe nyumbani. Kwa hivyo sasa Sara yupo, sijui nani yupo, aini sidhani kama itajalisha sana wakati huo. Atatafutwa mzazi wako yoyote, awe ni baba, awe ni mama. Sikumbuki sana kama kuna mtu ambaye atasema kwamba mimi nitakuja kuzika. Mara nyingi inakuwa tuleteni mwanetu huku nyumbani tuje tumzike wenyewe. Umenielewa Sasa hilo ni swala ambalo unamweka sasa, kwa mfano kama huna ndugu, huna mtu mwingine yote, una rafiki ambaye ni kama ndugu ambaye ndio Sara. Sasa unamweka Sara kwenye position ya kwenda na kubishana na wazazi wako. Sasa wazazi wanataka maiti irudishwe nyumbani, Sara hana pesa, wewe sio mwanachama, hamna pesa zinakuja kwako, hatuna pesa za kutosha, michango haitoshi, wazazi wanadai. Sasa hiyo ni kitu kigumu sana, ambacho ndio maana nadhani pia ni chanzo kikubwa sana cha kuanzishwa kwa nguzo, ili kupunguza ule uzito wa mipango ya mazishi. Sasa kwa vile una ndugu zako ambao wako nyumbani, mimi mwenyewe binafsi, kama ningekuwa ndio wazazi wako unaongea nao, unawaambia kama mnataka hivyo basi wajitayarishe na wao, waweke hela pembeni, wafanye huo mpango, sana atashughulikia, then maiti itapelekwa nyumbani. Lakini kwa ile tu kusema kwamba nataka mwanangu aje, kwa kweli inaleta uzito sana kwa watu ambao wako na wewe hapa. Kwa ni kitu kizito sana.
Niongezee Hata tu hapo kwenye nguzo contribution haiwezi kusaidia. kwenye will ndio naelewa kabisa nguzo Mm. haiwezi kusaidia, lakini Mm. kwenye nikiandika will yangu pia Mhm. ndio kisheria kwamba will haifunguliwi kabla sijazikwa. Mhm. Can I have it in a way kwamba inafunguliwa kabla ya hiyo, in a way kwamba nakuwa na executor ambaye na communicate naye na lawyer, namwambia ukisikia I am no more, this is what you have to do. You have to do 1 2 3. Sasa hiyo ndio ni kitu ambacho nilisema mwanzo. Yaani kwa sababu mwili wa marehemu sio property. Yule executor ana deal na vitu ambavyo umevitaja kule ambao ni property. Pesa, pension, kuna vitu kadhaa, nyumba, vitu vyovyote vile, gari, whatever ambacho umeacha ambacho inakuwa considered kama property, ndio will ina deal nayo katika ugawaji. Sasa wewe umempa huyo mtu maagizo, huyo mtu sasa, yani sheria haimani kwamba lazima afuate walivyosema wewe. Ni moyo wake tu mwenyewe umtume kwamba huyu mtu alipenda kitu fulani na mimi naomba nifanye hivi kwa sababu yeye ndo alipenda hivi. Lakini sio kwamba asipofanya, labda kama una mtoto au ndugu au baba mama, anaweza akamshtaki kwa nini hujafanya hivi na umepewa maagizo. Hapana, hiyo haiwezekani kwa Ontario. Haiwezi kumlazimisha yule mtu au kumlazimika yule mtu kufanya vile ambavyo wewe unataka. Let me mention something small. Kama nguzo tunajua how nguzo works, tutatumia beneficiary wako. Kama uko hapa sio mwana nguzo bado, lakini kwa mfano una life insurance, kitu unachoweza kufanya na life insurance is so complicated, they're so different. Unachoweza kufanya kwenye most life insurance kuna number, alafu kuna contact person. Kwa hiyo unachoweza kufanya, obviously utoi information on what's the details of your insurance. Unasema fulani, let's say your sister, if anything happens to me, this is my insurance number, this is the contact of insurance. Waambie wasaidie baba. At that point, sasa nsiande, I get that call, I reach out locally, and kama una insurance nzuri, typically there's a relationship between insurance na funeral homes, ambapo ikitolewa cha kwanza nalipo funeral home, the balance goes to the beneficiary. Okay? Just something small for you to find out kama insurance yako mtu ina hiyo. Asante dada Sara kwa ufafanuzi mzuri, na nsiende kwa kuongezea, tunatakiwa tuwe na ndugu wa kuzaliwa kwa damu, ndugu wa damu na ndugu wa kuchagua. Kwa hiyo tukiwa kugenini, umuhimu kuwa na ndugu wa kuchagua ambao watatusaidia ikitokea chochote, kwa sababu kama ndugu waloko mbali, waloko nyumbani wako mbali, wanaweza wasifanye matakwa yetu kwa msaada haraka, lakini tukiwa na ndugu ambao tumewachagua wenyewe, na vitu vinaweza kufanyika kwa haraka na kwa ufasaha, kwa sababu hata waloko nyumbani hata kama umeacha huko wanatoa instructions, lakini wako mbali, kwa hiyo huwezi kufuatilia vitu vya huko, especially kama mtu msiba umetokea huko afu unataka labda usafirishwe ufanye nini. Kwa hiyo huu ni umuhimu wa kuwa na ndugu wa kuchagua huko, ndugu au marafiki wa karibu ambao ni kama ndugu. Asante sana kwa maswali mazuri na session, naona wote tumeenjoy vizuri. Sijui kama kuna maswali mengine au kama hamna maswali mengine, nitamwomba dada Fatuma atoe shukurani kwa Sheikh Hamdani na kufunga kikao chetu. Lakini tunashukuru sana kwa session hii leo. Session imekuwa nzuri na very educative. Nashukuru sana. Karibu Dafar. Asante. Sheikh Hamdani, tunatoa shukurani nyingi sana. Tunajua leo siku yako ndefu kwa sababu una majukumu mengi siku ya Jumamosi pamoja na darasa la kufundisha na kufundishana. Kwa hiyo tunakushukuru sana kwa kuja kuitikia wito wetu, kuja kutusikiliza na kutuwekea mwongozo mzuri sana. Kitu ambacho nilikuwa nataka kujua ni kama wakati mwingine tunatokiwa na matatizo na tunakuwa hatuna mtu wa kutuongoza. Nilikuwa nataka kukuomba, lakini nitaongea na wewe wakati mwingine, sio lazima ujibu sasa hivi ambavyo uko kwenye watu wengi. Ni vizuri tu kujua kama kuna wakati mwingine watu wanakuwa na wagonjwa hospitali, wanataka mtu ambaye yuko kwenye dini au mtu mwenyewe ambaye anajua
utaratibu wa kumwombea mgonjwa aende naye hospitali. Kuna wakati mwingine kuna watu wanataka kuolewa, mtu anataka kusilimu, kuingia kwenye Uislamu. Kuna wakati mwingine kuna watu wana matatizo ya ndoa, wanataka mtu wa kusuluhisha. Na mambo kadhaa kwa kweli. Kwa hiyo kama utakubali, nitakuomba baadaye, lakini natoa tu sasa hivi maoni yangu kwako, kama unaweza tukaweka namba yako kwenye site yetu, ili kukiwa kuna kitu, sio lazima mtu aje atuambie wote kwa group zima kwamba mi naomba mtu aniongoze kwenda kumwombea mgonjwa wangu hospitali, au mtu naomba niongoze kwenye masuala ya dini nielewe, labda niingie kwenye dini, au mtu anipe mawaidha kuhusu kitu fulani. Kwa hivyo basi nitawasiliana na wewe, na kama utaafiki nitaweka namba yako kwenye site yetu ili tuwe tunaweza kukutafuta kwa njia hizo. Na kama we pia huwezi, utakuwa una watu kwenye kundi la darasa ambalo uko nalo, unaweza labda ukatusaidia kuwapa watu wengine delegation ili waweze kumsaidia mtu ambaye anakuwa na shida kama hizo. Lakini kwa yote hayo napenda kutoa shukurani nyingi sana na za dhati kutoka kwa Nguzo na kutoka kwa wanajumuiya wenzetu ambao wengine sio wanachama na ambao ni wanachama. Asante, nashukuru sana Bi Fatma, nashukuru na jumuiya ya Nguzo yote kwa pamoja. Kuna watu wengi sijui kwa nini mlimchagua mimi. Nashukuru kwa hiyo kura iliangukia kwangu. I don't know, pengine ni kutokana na sijui upendeleo. Nashukuru sana kwamba nimekuwa sehemu ya kueleza kile ambacho nakifahamu, na nadhani kitakuwa kimeleta faida kwenu. Mimi chochote ambacho kiko ndani ya uwezo wangu kuhusu watu, saa zote nakuwa niko available. Naweza nikawa sangine natingwa na majukumu ya maisha kama ilivyo hapa kila mtu, lakini Bi Fatma nafikiri tuzungumze zaidi baadaye hiyo. Naogopa kujicommit alafu tena nikaja kuonekana shehe wenyewe alituahidi hili kisha kumbe hapatikane. Hata ukipiga simu hapokee. Unaweza kupiga mara 2 hata wewe Bi Fatma, ya 3 pengine ndo naweza kurespond. Ni hali halisi ya maisha ya mahali tulipo. Kwa hiyo yes niseme, lakini yes tutazungumza zaidi. Nashukuru sana jamani. Inshallah mmefaidika kweli, na anytime kukiwa na lililojitokeza swali au kwenye tuliozungumza au kunahitajika maswala zaidi, naomba mpite kwa lawyer wangu alafu yatanifika. Nashukuru. Jamani, mkiondoka kabla Dalevina hajaongea misimo. Haya, amenyosha mkono hapo. Linanihusu au niondoke? Inakuhusu. Anaweza kuwa anatafuta mchumba huyu dada. Kwa hiyo ni kweli kabisa. Anaweza napata wasiwasi kwa pengine mke wangu ni katika watu wanaosikiliza wake zangu. Yeye sio kama anataka kuingilia kwenye ndoa yako. Anaweza kuwa anatafuta tu labda ushauri au kutafuta mchumba kwenye community. Ni vizuri, hamna taabu. Hata mimi pengine tuendelee. Ngoja tumsikilize. Ya, asalamu alaikum. Wao usiwasikilize. Mimi nilikuwa nakukaribisha tu kwenye Nguzo, ujiunge na wewe uwe mmoja wetu. Maana unajua mwalimu naye akiwa anakuwa karibu na wazazi, wanafunzi wanaelewa vizuri. Kwa hiyo na wewe karibu kwenye Nguzo, utakapoongea na Fatma atakueleza zaidi. Sina mengi, mimi nimeolewa na nasikia pia umeoa. Kwa hiyo asante sana. Hamna taabu, nafurahi. Niseme kitu, mimi niko kwenye jumuiya karibu 4 za shughuli kama hizi. Niseme sitaona taabu, lakini naogopa kuwa pengine nitakuwa nabeba mzigo mwingi, lakini kukihitajika lolote I am available. Bi Fatma ananijua sana, kama mnavyomuona yeye anavyofanya juhudi kwenye masuala mbalimbali ya community. Yaweza ikawa nafikia angalau nusu au robo. Asanteni. Jamani, tunashukuru sana wote. Tunatakia jioni njema na weekend njema, na tutawajulisha tena session nyingine inayokuja. Naona wote tumefurahia session hii ya leo, tumepata somo zuri na mengineo yanakuja mazuri zaidi, na session nyingi zinakuja. Tutawajulisha session nyingine itakuja hivi karibuni tena. Asante. Jamani, kwenye Nguzo website kuna nani kuna nini? Nguzo calendar. Kuna calendar. Angalia pale. That's it. That's all I have to say.